Katika anga za kimichezo, mchezaji Cristiano Ronaldo amepata kumjibu Rasmus Hojlund baada ya tukio lake la Su Celebration, aina ya ushangiliaji ambayo imezoeleka kufanyika na Ronaldo mwenyewe. Baada ya mchezo wa kwanza ambao uliwakutanisha Portugal ama Ureno dhidi ya Denmark, na Denmark wakiondoka na ushindi wa goli moja lililofungwa na Rasmus Hojlund, mchezaji wa klabu ya Manchester United ambayo Ronaldo alikuwa anaitumikia hapo kale. Karibia mara mbili amewahi kuitumikia klabu hii enzi zake za ujana na hata pale wakati yupo anazeeka. Sasa Ronaldo wakati anahojiwa na waandishi wa habari kuelekea mchezo wa pili wa marudiano dhidi ya Denmark, aliulizwa kuhusu amelipokeaje swala zima la Hojlund, ushangiliaji wa Hojlund kuelekea baada ya ile mchezo wa kwanza na alipofungwa goli na kupoteza mchezo. Ronaldo ameijibu kwa namna ya tofauti kabisa, wa namna ambavyo watu walikuwa wanategemea. Wengi wangejua kwamba angechukulia kama dharau ambayo amefanyiwa na huyu kijana, lakini yeye alikuwa amesema, mimi nachukulia kama heshima kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitumia duniani kote kuweza kushangilia. Kwa hiyo mimi sijaona kama sehemu ya yeye kunivunjia heshima, na hata mwenyewe Hojlund mara ya kwanza alisema kwamba nimetumia tu kama sehemu ya kumheshimu Ronaldo, lakini sijafanya vile kuonesha kama dharau ama siutambui mchango wake mkubwa. Aliongezea kwa kusema kuwa wakati nipo mdogo Ronaldo alikuwa ni mtu ambaye alinifanya ni upende mpira tofauti na wachezaji wengine, hivyo siwezi kumvunjia heshima hata siku moja. Kufunga mbele yake ilikuwa ni heshima kubwa kweli kweli kwangu mimi, na ile ni furaha ambayo ilikuwa nimeamua kuimalizia na heshima ya ushangiliaji wa namna yake mwenyewe. Ronaldo aliongezea kwamba mchezo wa pili wa marudiano utakuwa tofauti kabisa, kwa sababu wa kwanza Denmark walikuwa wamepata nafasi kubwa na wakaweza kushinda kabisa, lakini wa pili hawezi kuruhusu kabisa ile kitu kiweze kutokea, kwa sababu wanahitaji kuweza kufika hatua za mbeleni kabisa. Mimi sijui itakuwaje katika michezo ambayo itakuwa mbele yao itakayokutanisha wawili hao ama wababe hao wa Denmark na Ureno. Tuwe karibu na Locha Media, utaendelea kupata habari motomoto kila wakati. Mpaka pale wakati mwingine tena.